kutoka taasisi ya kuzuia na kupinga rushwa. Kwanza nataka nijue hii kampeni ya Sepesha Rushwa, madhumuni yake hasa ni nini na ilikuwaje mpaka tukaja na Sepesha Rushwa? Asante sana ndugu mtangazaji. Kama naitwa Elias Abdalla Hussein kama ulivyonitambulisha. Hiyo Sepesha Rushwa ni kampeni ambayo ipo chini ya taasisi ambayo inaitwa Anti-Corruption Voices Foundation. Hii ni taasisi ya vijana ambayo imejikita kutoa elimu ya rushwa katika jamii, lakini pia na mikakati ya kuzuia rushwa katika jamii. Sasa hiyo Sepesha Rushwa ni kampeni ambayo tunaitumia kama sehemu ya kutoa elimu katika jamii. Hata mwenyewe ukiangalia neno tu Sepesha Rushwa ni neno ambalo ni rahisi, hata mtu kimwambia mtu Sepesha Rushwa anaelewa kwamba natakiwa ni sepesha au niondoe rushwa katika eneo fulani. Kwa hiyo Sepesha Rushwa ni kampeni yetu ambayo iko chini ya Anti-Corruption Voices Foundation. Sawa sawa. Haya, turudi kwako sasa Farijala hapa. Hoja ya msingi mezani ni elimu ya mpiga kura. Huyu mpiga kura tunayemzungumzia ni nani na kwa nini tunampa elimu na kuelekea uchaguzi anatakiwa kufanya nini? Asante sana. Mpiga kura ni nani? Mpiga kura tunasema ni yule mtu ambaye ana sifa zifuatazo. Moja ya mpiga kura anatakiwa awe ni mtu ni raia wa Tanzania. Hilo moja. Lakini la pili, awe amejiandikisha kwenye kituo cha kupigia kura. Lakini tatu, awe na kitambulisho cha kupiga kura. Lakini nne, awe ni raia aliyotimiza umri kuanzia miaka 18 na kuendelea. Huyu mtu ana sifa zote za kuweza kupiga kura siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Kwa hivyo kwa vigezo hivyo huyu anakuwa ni mpiga kura. Sawa. Sasa kwa nini tunampa elimu? Na hapo ndipo nyinyi watu wa Jineo mnaingia sasa kumpa elimu mpiga kura. Nini madhumuni ya kumpa elimu ili afanye nini? Asante. Kwanza nataka niseme kauli mbiu ya mwaka huu ya uchaguzi wa mwaka 2025 tunasema ni kura yako, haki yako, jitokeza kupiga kura. Tunatoa elimu kwa maana hii ni haki ya mwananchi. Ni haki ya mwananchi kujitokeza kupiga kura, kwa sababu asipopiga kura anapoteza haki yake. Ndio maana tume ikaja na kauli mbiu kwamba kura yako, haki yako, jitokeze kupiga kura. Kwa hiyo sisi tu ni katika hali ya kuwakumbusha wananchi. Tuna wajibu wale ambao wanatakiwa kupiga kura kwenda kupiga kura siku ya tarehe 29. Asante. Sawa, kwa haraka japo si kwa manufaa zaidi, natamani kujua nini faida ya kupiga kura, kwa sababu huenda kuna kijana au Mtanzania anasema kwa sasa niende nikapiga kura nikapoteze muda. Kwa nini? Yani kwa nini tunamwambia Mtanzania, kwa nini tunamwambia kijana, kwa nini tunamwambia huyu mpiga kura nenda jitokeze, nenda kapige kura? Faida za mtu kwenda kupiga kura, kwanza ni anakuwa ametimiza haki yake. Lakini pili, anaenda kuchagua viongozi ambao watakaoenda kumuongoza ndani ya miaka 5. Kwa hiyo ni kama unapenda maendeleo, mpenda maendeleo yoyote, lazima akapige kura ili kuwachagua watu ambao watakaoenda kutetea maendeleo yao. Kwa hiyo usipopiga kura inakuwa ni changamoto, utakuwa wewe tutakusema ni mtu sio unayopenda maendeleo. Kwa hiyo nilitaka niseme tu kwa ufupi ni kwamba umuhimu wa kupiga kura kwamba unaenda kusaidia kuchochea maendeleo katika taifa lako. Lakini pili, ni wajibu wako, ni haki yako kupiga kura kuwachagua viongozi unayemtaka. Sawa sawa. Kumekuwa na mazingira ya rushwa, kuhusishwa na rushwa, uchaguzi kuhusishwa na rushwa. Na tukizungumzia uchaguzi ni mchakato mzima kuanzia mchakato ndani wa vyama mpaka siku yenyewe ya Oktoba 29. Sasa niko na swali kwako Eliasa Abdalla. Hii rushwa ina athari kiasi gani kwenye uchaguzi? Asante. Rushwa katika uchaguzi ina athari nyingi sana. Na hususan ina athari ambazo ni hasi, sio chanya. Kwanza kabisa rushwa inavyotumika au inavyohusishwa katika uchaguzi, kwanza inapelekea wananchi kupunguza imani. Umeona kwamba rushwa inavyokuwa inatumika kwamba kuchagua viongozi au kushawishi wananchi kwamba watu wanapokuwa labda hawapewi haki zao, kwamba yule ambaye anastahili labda kupewa nafasi fulani ya uongozi au labda kuchaguliwa, anatokea mtu fulani labda anawarubuni wananchi
labda kwa kuwapa pesa, chakula au kitu ambacho kina thamani. Manake ile inapelekea hata wananchi wanapoteza ile imani labda kama na serikali yao, imani labda na viongozi ambao wamepewa mamlaka ya kusimamia labda huo uchaguzi. Kwa hiyo rushwa inapelekea wananchi kupoteza imani, lakini pia inapelekea kupokonya haki. Manake kwamba alistahili labda mtu fulani kushinda ile nafasi, lakini kwa sababu kuna mtu fulani ana hela au ana uwezo labda kutumia kitu fulani kuwashawishi watu, mwisho wa siku ile ambao alistahili kupata kile kitu inampelekea anapoteza ile haki yake ya msingi. Lakini kitu kingine inapelekea kupoteza wale viongozi ambao ni wawajibikaji. Kwa sababu rushwa, kwa sababu mtu ambaye anatumia rushwa maana yake ni mtu ambaye hajiamini, ni mtu ambaye hana vigezo, ni mtu ambaye hana sifa za kuwa katika ile nafasi. Ndio maana anatumia vishawishi vya pembeni ili aweze kuchaguliwa. Kwa hiyo kiongozi kama huyo akiingia, tunategemea kwamba lile eneo au ile jamii haiwezi kupata maendeleo. Kwa hiyo tunaona kwamba hii pia ni madhara ya kufanyaje, ya kuhusisha rushwa kwenye uchaguzi, kwamba hata baada ya uchaguzi maana yake lile eneo litakuwa halina maendeleo, kwa sababu viongozi watakuwa wako busy kurudisha zile mali zao. Na kwa kipindi hicho wanasema kwamba ni kipindi cha mavuno, na wananchi wengi wamekuwa wakijisahau kwamba kipindi hicho wanasema ni kipindi cha neema, kipindi cha mavuno. Mwisho wa siku ajui baada ya miaka 5 anaenda labda kuumia, anaenda kufanyaje. Kwa hiyo pia nikumbushe au nisisitize hapo kwamba tuwe makini sana katika kipindi hiki, hasa hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Tusiweke shida zetu mbele, tusiweke maslahi yetu mbele. Mwisho wa siku tuangalie maendeleo ambayo tunayataka kwa miaka 5 ijayo. Miaka 5 ni mingi sana sana sana. Mwisho wa siku kiongozi akishaingia wewe ukamtoa tena mpaka miaka 5 ipite. Asante. Sawa, ukiwa mmoja kati ya wahusika kwenye swala hili hapa, nataka tujue kidogo, labda hii rushwa tunaizungumza, msikilizaji anaweza kujua rushwa ni mpaka nipewe milioni, nipewe 500,000. Hii rushwa hasa, hii dhana ya rushwa ni nini, ili mtu anaposikia awe makini na kile ambacho anaweza akakilinda kwa ajili ya faida ya miaka 5 inayokuja. Asante. Labda nitoe pia maana ya rushwa. Unapozungumzia rushwa ni kitendo cha kutoa au kupokea kitu chenye thamani ili kupindisha utaratibu. Sasa katika kipindi hiki cha uchaguzi kuna aina nyingi za rushwa ambazo zinatokea. Umezungumzia labda milioni 1 au shingapi. Rushwa inaweza ikawa hata sio lazima iwe pesa. Inaweza ikawa ni nguo, inaweza ikawa ni chakula, inaweza ikawa ni maneno kwa lengo tu la kupindisha nini? Uchaguzi. Kupindisha sheria samani. Sasa katika kipindi hichi ikitokea mfano labda mgombea amekupa pesa, amekupa hela, amekupa chakula, amekupa mavazi, amekupa ahadi za labda za uongozi, ahadi za kazi, kwa lengo la wewe uende ukamchague, hiyo tunasema ni rushwa. Yaani akikupa kitu kwa lengo kwamba anakupa labda kama ni hela au chochote ili kwa lengo wewe uende ukamchague, hiyo ni rushwa. Lakini akikupa kitu ilhali hajakupa masharti yoyote, maana yake hiyo sio rushwa. Ili rushwa itokee, sisi kama wadau wa masuala haya lakini pia na sheria inavyozungumza, ni lazima kuwe na lengo ambalo limelengwa, kwamba ninakupa kitu fulani lakini kwa lengo la kunifanyia jambo fulani. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, wananchi ambao wanatusikiliza, ikiwa kama atapewa kitu na mgombea, lakini sio mgombea tu, hata wale wapambe wake wanaweza kutumika, bado nenda kampe mtu fulani ili, lakini waambie tarehe 29 wasije wakanisahau. Vyote hivyo ni rushwa. Na sitegemei kipindi hichi kuna kitu kinachoitwa zawadi, kwamba mgombea anatoa zawadi kwa watu. Hapana, hiyo ni rushwa. Kwa nini asitoe miaka 2 iliyopita au miaka mingapi, anakuja kutoa leo? Kwa hiyo mgombea au mpambe wake au mtu yeyote akitoa kitu ili kwa lengo la kuwashawishi wananchi hao, hiyo ni rushwa. Lakini kitu kingine labda ningesisitiza hapo, kumekuwa pia kuna aina za rushwa ambazo labda mgombea mmoja anamshawishi mgombea mwenzake, bana hebu usigombee, nitakupa kiasi fulani. Kwa hiyo yule mgombea ile nguvu ambayo alikuwa nayo labda ya kuinfluence watu anaiacha, maana yake anamwachia mtu mwingine. Hiyo na yenyewe ni rushwa. Ndio. Yeah. Kumbe inaweza kuhusishwa sio tu kwa mgombea, kwa mwananchi. Kuna ugombea kwa wagombea wao wenyewe. Na wakati mwingine kwa wananchi omba usiende, nikupe hii, lala nyumbani, au kampe huyu. Hiyo pia hipo, kwa maana kwamba, lakini pia hata zile kadi za kupigia kura kumezuka, watu
nimesikia kuna baadhi ya maneno lakini sijafanya tafiti, ila nimesikia labda wananchi pia na wao wazingatie hii kwamba mtu anakuja, naomba kadi yako ya mpiga kura, anapewa shilingi 50,000. Naomba kadi yako ya mpiga kura, utarudishiwa baada ya tarehe 29. Kwa hiyo tunaona kwamba na hiyo ni nini? Na hiyo ni rushwa. Inatokea kwa namna hiyo. Sawa. Tumeona hilo swala la kadi ya mpiga kura. Nirejee kwako Farijala hapa. Natamani kujua nini umuhimu wa kadi ya mpiga kura? Ni mali ya nani hasa na kwa nini natakiwa kuitunza? Asante. Kadi ya mpiga kura, umuhimu wake ndio kwanza itakao kuwezesha, ni moja ya sifa ya kuweza kupiga kura. Kwa hiyo kadi ya mpiga kura ni mali ya mhusika mwenyewe. Na siku ya uchaguzi ndio ataenda kwa msimamizi wa kituo, ataonesha ile kadi yake na kuruhusiwa kupiga kura. Kwa hiyo nilitaka kusema kwamba kadi ya mpiga kura ni mali ya mhusika mwenyewe. Sawa. Sasa mhusika mwenyewe kwa maana Mtanzania mwenye kadi ya kupiga kura, ndio anawajibika vipi kuitunza hiyo kadi ili impe matokeo Oktoba 29? Sasa hilo ni swala kwa maana ya mhusika mwenyewe kuitunza kadi yake ili aweze kufika siku ya tarehe 29 na kuweza kupiga kura. Sawa, ikiwa ni moja kati ya nyinyi ni watu ambao mnatuelimisha kuhusiana na elimu ya mpiga kura, ni pana kidogo na ina vitu vingi vya kuzingatia. Siku yenyewe ya kupiga kura, mpiga kura azingatie nini ili aende salama apige kura mpaka kurejea nyumbani? Mambo ya kuzingatia siku ya upigaji wa kura: moja, vituo vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni, vituo vya kupigia kura. Lakini jambo la pili atakuwa kuzingatia, atakapofika kwenye kituo cha upigaji wa kura, akimaliza kupiga kura, anatakiwa aondoke kwenye kituo husika, akae mbali na eneo la upigaji kura. Lakini pili ni kutoa kipaumbele. Umeenda kwenye kupiga kura, umekuta makundi maalumu au amekuja mzee, mlemavu, wajawazito, wape kipaumbele waweze kuanza kupiga kura. Asante. Labda naomba na mimi nijaribu kuongezea kwa ndugu yangu Farijala Kunga. Kitu kingine cha kuzingatia siku hiyo ya kupiga kura, mpiga kura haruhusiwi kuvaa nguo ya chama chake. Labda kama ni mwanachama, labda kama wa chama fulani, manake hatoruhusiwa kuvaa, atakuwa avae kawaida kama mwananchi wa kawaida. Asioneshe hisia kwamba labda mimi ni mwanachama wa chama fulani, lazima atakiwa avae nguo za kawaida. Lakini kitu kingine cha kuzingatia, baada ya kupiga kura anatakiwa ile kadi yake aitunze. Sio kwamba ndio itakuwa imeishia pale kwamba ashapiga kura labda anaiacha pale au anafanyaje. Hapana, atakuwa ile kadi yake pia haitunze, labda aondoke nayo nyumbani aende akaihifadhi kwa ajili ya uchaguzi mwingine utakaofuatia. Lakini kitu kingine cha mwisho, endapo mpiga kura akifika pale kituoni afu hajaona labda jina lake kwenye ile orodha ya wapiga kura, anatakiwa amfuate karani yule ambaye anapigisha kura pale, amuulize mbona mimi jina langu halipo. Mwisho wa siku karani atampa nini? Atampa utaratibu hote ni nini cha kufanya. Kwa hiyo ninaomba pia wanaotusikiliza waweze kuzingatia vitu kama hivyo. Lakini kitu kingine nadhani ameshakizungumzia kwamba akishapiga kura anatakiwa aondoke, maana ukibaki pale unaweza kusababisha labda jamu au labda fujo. Kwa hiyo ukishapiga kura unatakiwa urejee katika eneo lako. Asante sana. Sawa, kuna swali moja hapa kwako pia na Eliasa. Huyu ni Doroboy kutokea Kisasa, anauliza, naomba kujua ni rushwa au si rushwa? Kuna vikao ambavyo huwa vinafanyika kwa kila chama kuita mawakala wake wa chama husika kwenda kusimamia kura, na wanaenda kupewa elimu kwenye kikao hicho, kwa maana kila chama kina utaratibu wake. Sasa wakishapewa hiyo elimu, wanapewa chakula na kupewa pesa. Je, hao mawakala wao wamepewa rushwa au si rushwa? Anaomba kujua. Asante sana na nimshukuru kwa swali ambalo ameliuliza. Kama nilivyokwisha kusema hapo awali kwamba unapopewa kitu, maana yake sisi tunaangalia lengo, kwamba unapewa kile kitu kwa lengo gani. Kama umepewa kwamba labda ni kikao mmekaa, na tunajua kisheria mawakala wanafahamika, wale wa kusimamia uchaguzi tunajua hivyo.
na kila chama kina wajibu wa kukaa na wale mawakala wake wakapeana elimu kwa namna ambavyo wanaona wao. Ikiwa yule wakala amepewa pesa labda ili akafanya namna tofauti kwenye kuelekea uchaguzi, au labda anapewa kile chakula, anapewa labda pesa, anapewa kitu chochote siku hiyo ya mkutano, tunategemea yani kwa nia ili aende labda akafanye jambo fulani ambalo ni kinyume na utaratibu siku ile ya uchaguzi, hiyo ni rushwa. Lakini kama labda amepewa kile kitu kwa maana kwamba labda kikao kimefanyika, labda chakula cha pamoja, lakini pia labda nauli hizi za kurudi nyumbani, bila masharti yoyote, naomba aliyeuliza swali hili afahamu kwamba kama labda amepewa hicho kitu pasina masharti yoyote, hiyo sio rushwa. Asante. Sawa. Sasa turejee kwako na Varijara hapa, kwa kuelekea mwisho kabisa, natamani kujua kijana kama kijana na wajibu gani kuhakikisha siku ya kupiga kura inakuwa salama, lakini pia Watanzania tunamaliza zoezi hili kama tulivyolianza. Nini wajibu wa kijana? Asante. Kwanza asante kwa swali zuri. Wajibu wa kijana kuelekea uchaguzi huu mkuu, kwanza nitoe rai kwa vijana wenzangu na Watanzania wote kuweza kujitokeza kwa wingi kupiga kura kwa nafasi zile 3, nafasi za udiwani, ubunge na nafasi ya urais. Lakini pili, vijana baada ya kujitokeza ni tulinde amani ya taifa letu pamoja na Watanzania wote. Tusikubali mtu kutaka kuiondosha amani yetu. Kwa hiyo tulinde amani kuelekea uchaguzi pamoja na siku ya uchaguzi ili tuweze kumaliza salama uchaguzi huu mkuu wa mwaka 2025. Asante. Sawa. Haya, kijana, chukua hiyo, ni ya kwako. Tuna jukumu kubwa pia, lakini ni jukumu la kila Mtanzania kuelekea siku ya uchaguzi mkuu. Bwana Eliasa, nini wajibu wa kijana kuzuia na kupinga rushwa au vitendo ambavyo ni viashiria vya rushwa? Asante ndugu mtangazaji. Kama vijana tuna wajibu mkubwa sana wa kuzuia rushwa kuelekea uchaguzi mkuu, na majukumu yetu ni kama ifuatavyo kwa wale ambao wanatusikiliza. Kwanza kabisa ni kutoa taarifa. Ikiwa utashuhudia labda kuna rushwa inafanyika sehemu yoyote, usikae ukanyamaza, wala usikae ukasita kwamba usitoe hiyo taarifa. Mwisho wa siku inaenda kuathiri nini? Maisha yako. Kwa hiyo jukumu la kwanza ni kutoa taarifa ya vitendo vya rushwa. Lakini jukumu lingine ni kuelimishana kwamba labda wewe una elimu ya masuala ya rushwa, una elimu ya masuala labda ya kujua mtu labda ajue haki zake, ajue wajibu wake. Tuwaelimishe wengine. Na sasa hivi vijana wengi wamesoma, vijana wengi wana elimu. Ile elimu tusikae nayo tu kichwani, pia tutumie kwa ajili ya kuwaelimisha wananchi wengine na wenzetu ili tuweze kuepukana na vitendo vya rushwa. Lakini kitu kingine cha kufanya kuelekea uchaguzi mkuu, sisi kama vijana kwanza kabisa ni kushirikiana na vyombo ambavyo vinahusika na masuala ya kuzuia rushwa katika nchi yetu. Hapa nitazungumzia TAKUKURU, lakini pia hata na sisi asasi ambayo si wa kiserikali. Mnaweza mkatutafuta, mwisho wa siku tukaweza kuzuia rushwa kwa pamoja katika maeneo tofauti. Lakini kitu kingine labda cha kumalizia, kama sitapata nafasi nyingine, kwanza kabisa mwananchi anaweza akatumia njia zifuatazo kwa taarifa zake, kwamba kujua je, mimi nimeandikishwa kwenye daftari la kupiga kura. Anaweza akapiga *152 *00 reli, kisha akaona taarifa zake, je ameandikishwa wapi, je kweli jina lake lipo. Anaweza akatumia hiyo kuweza kubaini. Lakini pia anaweza pia akatoa taarifa au akapiga simu kwenda Tume Huru ya Taifa Uchaguzi bure, labda kama ana swali au labda ana changamoto yote ambayo imejitokeza, kwa namba ambayo ni 0800112100 0800112100. Akapiga namba labda akaweza kutoa taarifa au labda kuuliza chochote kitu. Lakini jambo lingine la mwisho kabisa, ndugu mtangazaji, sasa hivi kumekuwa kuna uvumi ambao umekuwa ni mkubwa sana kwamba uchaguzi haupo hivi na hivi. Lakini pia kuna wengine wamekuwa pia sisi hapa wakituuliza kwamba mbona hatuelewi mwaka huu uchaguzi upo au uchaguzi haupo. Niwaombe wasikilizaji
taarifa zote zinatolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo zile kelele za njiani au za pembeni, ninaomba labda tusizithibitishe kwamba ndo taarifa ambazo ndizo rasmi. Taarifa kuhusu uchaguzi tutazipata kupitia Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Asante sana. Wow, jambo zuri sana na asante kwa kuliweka hilo wazi, ndio maana ndio lilikuwa swali langu linalofuata, kulingana na hizi taarifa mtambuka zinazoenea huko mitandaoni. Sasa nirejea kwako Farijala, labda kuna jambo litamani kulizungumza na hukupata wasaa, nikukaribishe kwa undani zaidi, karibu. Asante sana. Mwisho mimi nilichotaka kusema, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika uchaguzi huu mkuu unasimamiwa na sheria zake. Kwa hiyo Watanzania waone kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inafanya kazi zake kwa weledi mkubwa, na kwa sababu na sheria moja zinazoongoza kwenye tume yetu ya uchaguzi ni Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini sheria ya wabunge wa rais, wabunge na madiwani ya mwaka 2024 ni sheria ambazo zinazotumika. Lakini mwisho kabisa ni kwamba watambue wajibu wao wananchi siku ya kwenda kupiga kura, na kama kauli mbiu ya tume inavyosema, kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Hivyo ndugu wa Tanzania, ndugu vijana na makundi yote, tujitokeze kwa wingi siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Na mwisho, tume imerahisisha kwenye vituo vya upigaji wa kura. Unaweza kukuta kata moja ina vituo 30. Wamegawa idadi ya vituo vidogo vitasaidia kupunguza jam ya watu siku ya uchaguzi. Kituo kimoja kina idadi yake isiyozidi takriban 400. Kwa kila kituo kina idadi yake. Kwa hiyo mwananchi atakavyoenda kwenye kituo husika, amefika, ameambiwa kwamba jina lake alioni, aende kwa karani mwongozaji, atamuonesha, labda atamuangalia na kujua kwamba mtu huyo husika mpiga kura labda amepelekwa kwenye kituo kingine katika kata husika. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, nimaliza kwa kusema kwamba kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Asante sana. Asante sana, na tumalize kwako pia Eliasa, kama lipo neno la mwisho tafadhali. Asante. Labda mimi niwaambie Watanzania kwamba fedha ya rushwa kwenye uchaguzi haiwezi kuondoa umaskini wetu. Umaskini wetu utaondolewa kwa kumchagua kiongozi bora, kwa kumchagua kiongozi mwenye sifa, kwa kumchagua kiongozi mwenye maono mapana na maono mazuri katika jamii yetu. Kwa hiyo tusiendekeze tamaa, tusiendekeze kupokea vitu kipindi hichi, bali tuangalie mienendo, maono pamoja na fikra za viongozi wetu ambao tunaenda kuwachagua. Na mimi nimalizia kwa kusema kwamba kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura tarehe 29 Oktoba 2025. Asante sana. Sawa. Dr. Manyehe wa Mpendo Chemba anasema na amepokea matangazo ya asubuhi akiwa zake Mpendo Chemba. Big up kweli, amependa elimu yenu. Haya, ujitokeze huko ndugu yangu. Sawa. Msikilizaji, mpaka wakati mwingine mimi naweka kituo. Tayari ni saa 3:35. Nilikuwa naye Farijala Kunga, huyu ni mmoja kati ya wakilishi kutoka eneo, lakini pia nilikuwa naye Eliasa Abdallah kutoka Sepesha Rushwa, na mada leo mezani ilikuwa ni elimu ya mpiga kura ni kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025.